Yo, mambo vipi? Kama kawis, mimi naitwa the most wanted hip hop analyst, you know my name, au vipi? Kuna kitu leo nataka nikwambie. Unajua mpaka leo 2026 kuna watu bado wanaamini kwamba beef ya Drake na Kendrick Lamar ilikuwa ni Drake dhidi ya Kendrick Lamar. But hapana, si kweli bro. Beef ya Drake na Kendrick Lamar ilikuwa sio Drake na Kendrick Lamar, ilikuwa ni Drake dhidi ya mfumo mzima wa industry ya Marekani. You get what I mean? Kendrick alikuwa anatumiwa kama sura ya vita. Kibongo tunamhitaji Kendrick. Ni kama chawa, but not chawa pase, lakini ni kama chawa. Ni mtu ambaye alikuwa anatumika tu kama sura ya vita, lakini nyuma yake kulikuwa na industry nzima ya Marekani inampa support. Kuanzia awards, unajua record labels, influencers, narrative, bro. Mfumo mzima ulikuwa upo na Kendrick Lamar. Drake alikuwa upande wake peke yake, yeye anapigana na mfumo mzima. You get it? So mimi namheshimu sana Kendrick. Na Kendrick unajua ndio sababu mimi nikajiita Frederick. Kwa sababu yes, jina langu ni Frederick, lakini zamani jina langu lilikuwa ni Freddy Flows, Freddy Muller. You get what I mean? Kendrick alivokuja ndo nikawaza like, kama ni Kendrick na mimi ni Frederick, ni kwa sababu niko na respect kubwa sana ya talent ambayo Kendrick ako nayo. Lakini toka hii beef ianze, nikaanza kufeel like, mbona Kendrick design kama sio hip hop hivi? Unajua? Na hiyo beef yao haikuwa pure hip hop to me, because bro, kama ni beef, kama mimi na wewe tunapigana, ni mimi na wewe tunapigana. Sio mimi na wewe tunapigana, kumbe nyuma yako kuna watu ambao wanakutia nguvu zaidi ya kunipiga mimi. That's not fair. You get what I mean? Ndio maana hata Drake kwenye ile alivyosuu, watu wengi wanahisi Drake alimsuu Kendrick Lamar. Hapana, Drake hakumsuu Kendrick Lamar. Drake alisuu mfumo UMG. You get what I mean? Kitu kimoja ambacho wasanii wengi na watu wengi hawakielewi kuhusu muziki ni hapa. Unajua watu wanahisi muziki ni kuwa tu na bars au kuwa na sauti nzuri, kuwa na nyimbo kali. Lakini bro, muziki sasa hivi ni biashara. Muziki is more than that. Bro, kwenye muziki kuna siasa. Kwenye muziki kuna watu wana mikakati, kuna alliances, kuna watu wanafanya power moves. Yani bro, like usipokuwa na mikakati, usipokuwa na pesa, usipofahamu siasa ya muziki, ni ngumu sana bro kukabili huu muundo. Ni ngumu sana bro. Like unahitaji hivi vitu vyote ili wewe ushinde, right? So hicho kitu kinanileta kwa huyu jamaa anaitwa Jesse Collins. And shout out to, unajua hivi vitu siwezi nikasema bila kutoa shout out kwa watu ambao wamenipa. Shout out kwa podcast moja iko Marekani, huyu jamaa anaitwa What's the Dirt. Hii information nilitoa huko na nikaona ni bonge moja information. So kuna jamaa anaitwa Jesse Collins. Sawa. So kwa watu ambao mfahamu Jesse Collins ni nani? Jesse Collins huyu jamaa ni Emmy winning event producer. Jesse Collins anafanya kazi na Roc Nation ya Jay-Z, right? Jesse Collins anafanya kazi na management agents ya Kendrick Lamar, PG Lang. You get what I mean? Jesse Collins ndio producer wa Grammy. Jesse Collins ndio producer wa BET. Jesse Collins ndio producer wa Emmy Awards. Bro, almost kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea Jesse Collins ndo alikuwa anahusika kwenye kuproduce. Na huyu jamaa ni familia moja na Kendrick Lamar. Ndio maana watu wengi walikuwa wanahisi like, mbona kama the whole industry ilikuwa inamshambulia Drake? Yes, industry nzima ilikuwa iko against Drake. Lakini maajabu, hawa jamaa wameshindwa kumaliza Drake. Yeah, because Drake is a goat. Drake sio goat. Drake ni mtu ambaye anafuga goat. Drake amevunja record ya Michael Jackson ya Billboard Hot 100. What do you mean? So he's a god, he's great. Jamaa yani na siasa zote, lakini wameshindwa kumaliza Drake. Story jeshi hapa. Kuna mambo mengi tu unpack. Story ambazo zinaendelea kimya ni kwamba Recording Academy ya Grammy wamewatafuta UMG, Universal Music Group, na Drake wakiwaomba hawa jamaa wa submit album zao 3. Sawa, Iceman, Made of Honor na Habibti. Lakini kwa ambazo mimi nimezisikia ni kwamba Drake amekataa. Yeah, amekataa. Na hichi kitu
ambacho kinatokea Drake kukataa hii offer. Hichi kitu amekiongea bwana katika ngoma yake ya Make Them Know, ambayo ndio ngoma ya mwisho kwenye album ya Iceman. Alisema kabisa kuhusu watu wa Grammy kwamba hii album huu mwaka bro, si submit kwenye hao mambo yenu because najua namna mnavyocheza game yenu. That's why hata mimi pia nataka kucheza game yangu vile ninavyotaka. So tuko na album 3 bora kwa huu mwaka na hatutaki tuzo yoyote because we bigger than Grammy. Hicho ndio kitu ambacho mashabiki wengi wa Drake tumekuwa tukiamini, na tunaamini kwamba Drake is bigger than Grammy. So kwa nini tuwe na tuzo ya Grammy? Sawa, lakini pia kumekuwa na zile tetesi like kuna watu wanasema Drake sio hip hop artist, Drake ni pop artist. Well, but nataka tu nikuulize swali, between Drake na Kendrick Lamar, nani ni hip hop artist? Because kuna watu mpaka leo wanaamini kama Grammy ni kipimo cha ubora. Ndio maana kwenye comments naonaga comments za watu wanasema unaposema sijui Drake ni better kuliko Kendrick Lamar yuko na tuzo nyingi za Grammy kuliko Drake. Wait bro, Drake aamini kabisa kama Grammy ndio kipimo cha ubora. Because you tell me, unataka kuniambia kwamba album ya GNX ya Kendrick Lamar ilikuwa ni better kuliko album ya Clips? Ilikuwa ni better kuliko album ya JID? Hapana. GNX katika album zote za Kendrick Lamar, GNX I think ndio album mbovu ya Kendrick Lamar. Hiyo ndio fact, lakini alienda kushinda Grammy. Drake ni hip hop kuliko hata Kendrick, kwa sababu mnakumbuka mwaka ambao Drake alitoa kauli ambayo iliwafanya watu wa Grammy washikwe na kihoro. Drake alitoa speech wakati anapokea tuzo yake ya Grammy, akawaambia watu, bro listen up, hauhitaji hii kitu. Kama uko na fans ambao wanasikiza muziki wako, wanaimba lyrics zako, unajua wana attend kwenye show zako, hiyo ni winning bro, hiyo ni Grammy tosha. This one you don't need this. Ndio maana hiyo tuzo mpaka leo Drake anaitumia kuwekea maji, kuwekea pombe, anakunywa like bro you don't need this. But you do need seaweed. You do need seaweed, right? Yeah, seaweed unahitaji. You get what I mean? Hauhitaji Grammy kama tayari uko na watu. Hiyo kauli bro ilifanya watu wengi wa Recording Academy, watu wengi wa Grammy, watu wengi wa industry wakasirike like jamaa anajikuta ni nani, kitu ambacho sidhani kama Kendrick angeweza kufanya. So kwa hiyo definition, uona is Kendrick is way more hip hop than Drake? Hell nah, Drake is way more hip hop than Kendrick because bro what do you mean? You get what I mean? That's a bar. Licha ya kila kitu ambacho jamaa walijaribu kufanya kumuondoa Drake, lakini Drake bro tunaona huu mwaka bado ana shine, anavunja records. Kila siku tukiamka kuna record mpya amevunja, unajua yani mambo ni makubwa sana ambayo Drake anaendelea kuyafanya. So watu wanaanza kujiuliza, industry inampenda sana Drake au inamvumilia kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezi kuzuilika? Like hata ukimchukia huyu mtu watu washampitisha, hata ukimchukia hakuna namna, inabidi tu umpende. Ukizungumzia economy ya muziki wa hip hop iko kwa Drake, hata kama umpendi itabidi umpende because bila yeye hakuna shit itakayoendelea. Tuliona alikuwa amekaa kimya, industry ilikuwa imepoa, amerudi sasa hivi kila mtu Drake this, Drake that. Kwa sababu ukweli ndio huu, kuna wasanii wa aina mbili. Kuna wasanii ambao wanabebwa na mfumo na kuna wasanii ambao hawapo kwenye mfumo, lakini mfumo unalazimika kuwapenda kwa sababu wameshapitishwa na wananchi. You get what I mean? Asa Drake anakaa katika hiyo aina ya pili, wasanii ambao hawako kwenye mfumo lakini mfumo lazima ukupende because watu washakupitisha, hakuna namna mnaweza kumshinda huyo mtu. Industry nzima iko against Drake, lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza Drake ndio msanii namba 1 duniani. So hiyo beef nani alishinda? Obviously ni Drake. Yeah, so mashabiki wa Kendrick, najua mko na stress right now, sawa, lakini acha niwepeni mchongo. Kuna seaweed hapa. Hii bwana iko na antioxidant, sawa, ambayo itafanya ubongo wako na mwili wako relax kipindi hichi ambacho mnatamani Kendrick aachie hata album ili pia na nyinyi mpate kitu cha kuongea, lakini kitu ambacho kifanyi nini, kitu ambacho
ni kitu ambacho hakiwezekani au vipi? So kuliko kuendelea kuwa na stress, ni bora upate chupa yako kwa shilingi 3000, kwa sababu pia hii ukiacha tu kuondolea stress itaimarisha pia kinga mwili ya seli zako. You get what I mean? Yeah, it is what it is. Jesus Christ, that's a bar. Till next time, mimi naitwa You Know My Name.